Katika taarifa tofauti, mkutano uliokuwa umeandaliwa na mkurugenzi wa wakfu wa Biketi Mary Biketi ulitibuliwa leo hii mjini Kitale na vijana ambao walivuruga hafla hiyo na kusababisha hasara kwa maandalizi ya hafla hiyo. Na ni kama anavyotuarifu Peter Nyongesa kutoka Trans Nzoia. Hafla hiyo iliandaliwa katika makavazi ya Kitale na kuhusisha wanamitindo mbalimbali. Ilitibuka baada ya vijana kufika eneo hilo na kushambulia waliokuwa wamehudhuria. Mwandalizi wa hafla hiyo Mary Biketi akikashifu tukio hilo na hata kuripoti katika kituo cha polisi cha Kitale. My foundation is all about giving back to the community, and I'm surprised. I've been here, this is my third time. The first time I was here, I met the women was there. So I thought, let me do something for the youth. Alafu inafanyika. We're in our program, then goons come in, tunaanza kuibiwa, kupigwa, gari imevunjwa, security ameumizwa, and many other things. Watu wamepoteza simu, vibeti, pesa. It is so wrong. We are not in any political party. We just want to help each other. We are empowering women, youths, and the vulnerables. So I am so sad, I'm annoyed. I don't know who can do this, because yule anafanya hivi, una watoto, uwe mwanamke ama mwanamume, you have kids. So you using other people vibaya kuwapatia pombe ama bangi na masilaha kuumiza watu wengine, it's not right. Vijana wakiongozwa na Ali Abubakar na Morgan Chesoni wameshtumu vikali vurugo hizo na kuwataka vijana kujiepusha na hali ya kutumiwa visivyo na wanasiasa kuzua rabsha kwenye mikutano ya viongozi. And what has happened today is quite unfortunate. It's quite disturbing. Na ningependa kusema haya. Sisi kama Mary Biketi Foundation hatuko kwa mrengo yote ya kisiasa. Mary Biketi Foundation, our director called us, those people from Kitale, Trans Nzoia County, that we were brought up, born in Trans Nzoia, tushikane ili turudishe ile kidogo tuko naye katika wanajamii. Lakini imekuwa jambo la kusikitisha, tumevamiwa, tumefurugwa, tumesambaratishwa na cha kustaajabisha kwa mapanga na visu. I want to take this opportunity to call my fellow youths. It's high time tutoke kwa siasa ya shilingi 50. Tumeshambuliwa na visu na mapanga, magari yetu yamepasuliwa, but tunasema ni sawa. Sasa wameapa kutotishwa na uvamizi huo na kuahidi kuwa wataendelea kusukuma miradi ya maendeleo kwa jinsia zote katika juhudi zitakazowasaidia kujikwamua kwenye lindi la umaskini. And I feel bad from where I'm standing. I am sad. I'm a sad person tonight. But again, we'll move on. Lakini hii ilikuwa imekuja na foundation ya modeling. Na bado kuna occasions mingi sana zinakuja. Na hatuja stop, tutaendelea. Toka kituo cha polisi ya Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, nikiripotia West TV. Naitwa Peter Nyongesa.